Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ndugu zangu katika imani na vile vile ndugu zetu madhehebu mengine yasiyokuwa ya Kiislamu, wafuatiliaji na wapenzi wa chaneli hii ya Koicha Abubakar Da'wa katika Jamhuri ya Kenya, tuna furaha tena leo, siku kama ya leo, siku ya Ijumaa, kuwaleteni kipindi mlichokuwa mkikipenda sana, kipindi cha waliotoka katika giza na kuingia katika nuru ya Uislamu. Na alhamdulillah kwa wale bado ambao kwamba bado ndio wanatufuatilia sasa, tunaomba waweze kusubscribe katika chaneli yetu Koicha Abubakar Da'wa, na pia vile vile kuweza kushare video zetu kwa watu wengine ili waweze kupata mwangaza wa Uislamu. Na alhamdulillah leo tuko katika mji wa Maralal katika eneo la Samburu County. Tumeweza kukutana na baadhi ya ndugu zetu ambao kwamba Mwenyezi Mungu aliwajalia nuru ya Uislamu na wakaweza kuingia katika dini hii ya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Na leo tutaweza kuzungumza nao ili wewe ndugu msikilizaji uweze kupata faida, uweze kama bado mguu wako mmoja uko nje mguu mmoja uko ndani, uweze kurudisha miguu yako katika imani ya Kiislamu. Basi katika mkono wangu kulia na mzee wangu, ningependa kumwamkua assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Na mzee wangu, unaweza kunifahamisha majina yako kamili? Ya, jina langu naitwa Daud Logare Lekurio Abdi. Asante sana. Leo tuko na mzee wetu mzee Daud, na kama mlivyomuona katika simulizi yetu ya walioslimu, tutakuwa na yeye hapa katika kipindi chetu cha leo mkipendacho sana. Ulikuwa mkono wangu wa kushoto, mkono wangu wa kulia nina ndugu yangu hapa, ningependa nifahamishe majina yake kamili. Yusuf Elamash. Yusuf Elamash. Basi alhamdulillah tutaanza na ndugu yetu mzee Daud aweze kusimulia. Na mzee Daudi, umenifahamisha majina yako kamili. Je, kabla wewe kuwa Muislamu au kabla kuingia katika Uislamu, majina yako yalikuwa ama ulikuwa ukiitwa nani? Jina langu kabla kuingia dini ya Kiislamu naitwa David Logar Lekurio. Baada ya sasa kuingia Islamu naitwa Daud Logar Abdi Lekurio. Mimi Muslimu 1983 mwezi wa 3 tarehe 3 siku ya Jumaa. Nilikuwa nampendea kwa Muislamu, wazazi yangu pia nao ni Wakristo. Mamangu pia alikuwa Kristo, ndugu zangu ni Kristo. Nikamwambia mimi kulingana imani ya kidini ya Katoliki, mimi chukua jukumu kwamba mimi nimempendelea dini ya Kiislamu sababu iko masharti ambao ileka anaweza kukanikataza. Upi hiyo? Ili ambao fanda Kristo watu sana inadhulumiana, watu pia na kunywa pombe, watu wanafanya madhinaha, watu wanafanya mafitiko mbalimbali. Nikaona mambo haya siwezi kuvumilia sababu inampotesha katika laini ya kuabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikaona dini kasikisa dini ya Kiislamu bila na matamsiri siku ya Jumaa, nikaenda kukaa karibu nje ya pensi au nisikise mawaidha yao bila nafunza watu. Nikaona dini bora zaidi ni Kiislamu. Upi hiyo? Ikakuwa hiyo namna hiyo. Nikaona dini ya Kiislamu ambao dini ya ukweli, anakataza Waislamu mambo mbaya ambao hasaidi. Akunywe pombe au afanye mambo ya masharati au afanye mambo ya uongo au afanye mambo ya dhuluma au afanye mambo ya kuahidi mtu mambo ambao ya maisha ya mwanadamu. Ni watu ambao ya ukweli. Dini ya Kiislamu ni dini ya haki na dini ambao Mwenyezi Mungu ametukuza katika mema ya Mwenyezi Mungu akapatia sisi mtume alayhi sallallahu alaihi wasallam ambao anatuongoza kwa ukweli. Dini ambao dini zingine zote hakuna dini ya ukweli ambao dini ya ukweli kabisa dini ya Kiislamu. Bwana Daudi Lekurio, kabla tujakwenda mbali zaidi, mashaallah alhamdulillah. Bwana Daudi Lekurio, unasema kwamba dhehebu lako lilikuwa ni Katoliki, sivyo? Dini yangu ni pia nimesaliwa katika dini ya Wakristo Katoliki. Asante. Mimi kwa mfano, mimi asili yangu mimi ni Mkenya, kabila langu mimi ni Kalenjin, natoka katika ukoo wa Kipsigis, na ningependa kujua pia wewe kabila lako ni kabila lipi, pengine unaweza kutuelezea? Mimi kabila yangu niko eneo mbili. Mimi Mturkana na mimi Samburu.
kwa maana baba yangu ni Msamburu, mama ni Mturuki. Na hapo mbele baada mama kunishauri ya kwamba wewe mwenye kuzaa baba yako sio Mturkana au sio Msamburu, angali sisi ni Habash. Natoka katika Eritrea na Ethiopia, katikati ya Ethiopia na Eritrea. Na nikachunguza ni kweli, sababu mandugu zangu sote, yani mandugu wa baba yangu wote ni sura zao haifanani wa Turkana, ni watu ambao kutoka Habasha, Ethiopia. Asante sana Bwana Lokorio. Ndugu yetu Daud Lokorio ni mzee, unapomuona ni mzee makamo. Anasema sasa hivi una miaka ngapi tangu uliposilimu? Nimesilimu 1983 mwezi wa 3 tarehe 3 siku ya Jumaa. Na sasa hivi mimi kuna miaka 42 katika dini ya Kiislamu. Nilitoka tena kando familia yangu, pia nikaoa mwanamke, pia nikaoa Msomali. Sasa mimi watoto wangu ni Waislamu, nimeselewa dini ya Kiislamu katika eneo hii ya Maralal Milimani. Asante sana. Basi kwa watazamaji wetu wa chaneli hii ya Koech Abubakar, na waenzi na kuwapenda na kuwajali sana, leo tumewaletea kitu kizuri. Leo tumeletea mambo mazuri matamu sana, mambo ambayo kwamba ni ya kutia imani. Mzee wetu Mzee Lokorio ni mzee ambaye kwamba ni mzee wa Kisamburu ambaye kwamba anaishi katika mji wa Maralal katika maeneo ya Mlimani, Samburu County. Na kama tunavyojua nuru ya Uislamu aliweza kupata katika mwaka wa 1980 na ngapi? Mwaka 1183. 83 ndio alipata nuru ya Uislamu. Alhamdulillah. Ndugu Lokorio, kabla tujarudi kwako, ningependa nirudi pande wangu kulia na kijana wangu ambaye kwamba namuenzi sana. Hebu umetufahamisha majina yako ya kwamba wewe kabla ya kuwa Muislamu, yani jina lako la Kiislamu ni Yusuf Elamash. Je, kabla wewe kusilimu jina lako lilikuwa jina gani? Nilikuwa naitwa Steven Elamash wakati hiyo, na nyumbani ni hapa Milimani. Na nilipoanza kujua dini ya Kiislamu nilitoka hapa nikaenda mpaka Said Salimuru. Nilikuwa nafanya kazi kwa Msomali ambaye alikuwa anaitwa Omar. Nikakaa huko, akaanza kunifunza Qurani polepole. Nikaanza kushika Qurani polepole pale. Mwisho nikatoka hapo nikampigia simu nikamwambia kwamba nataka kusilimu. Sasa hapo ndo nilianza kujifunza dini, nikasilimu. Nikabadilisha jina nikaitwa Yusuf Elamash. Hadi sasa hivi nimeshika dini ya Kiislamu mpaka sasa hivi. Bwana Kalamash Yusuf, hebu unaniambia kwamba ulikuwa unafanya kazi Msomali katika mji wa Limuru na tabia zake na mwenendo yake ikakuvutia wewe kwa Muislamu. Je, alikufundisha Qur'ani kabla wewe kuwa Muislamu? Maana nasikia unasema alikufundisha Qur'ani baadaye ukampigia simu akamwambia kwamba unataka kusilimu. Je, ulijifunza, yani wewe ulianza kujifunza Qur'ani kabla ya kusilimu? Nilianza kujifunza Qur'ani ya Kiswahili, nikaanza kusoma polepole. Hapo ndipo nikajua ukweli na nikaamua kusilimu, nikampigia simu na nikaamua kusilimu kutoka wakati hiyo. Okay, kabla ya kusilimu kwako wewe ulikuwa ni katika dhehebu gani la Kikristo? Kwa maana katika Ukristo najua kuna madhehebu mengi. Kama mzee wangu alivyoniambia yeye alikuwa ni Mkatoliki. Je, na wewe naye? Mimi nilikuwa Mkatoliki, ndio jina ilikuwa inaitwa Steven wakati hiyo. Okay. Kilichokuvutia sana wewe kuwa Muislamu, je, ni yule bwana kusomesha tu Qur'ani, ukaona unasoma Qur'ani, ama pengine kuna baadhi ya mambo ambayo kwamba kama mfanyikazi wake ilikuvutia yeye kutokana na bosi wako ama mwajiri wako ama tajiri wako ambaye kwamba alikuwa amekuajiri, pengine kama katika yale matendo ambayo kwamba ana ikram ama yale mazuri madogo anakufanyia, pengine ukakubali ikakuvutia, ama pengine tu ni Qur'ani ulisoma tu ukajua kweli kutokana na Qur'ani? Nilisoma aya ya Mwenyezi Mungu kisha nikapata ukweli na nikapata dini ambayo ni haki, ndio nikaamua kusilimu. Inshallah. Asante. Bwana Kalamash, wewe umesilimu mwaka gani? Mwaka wa 2000. Mwaka 2000. Yeah. Mwaka 2000. Tangu uliposilimu mpaka sasa hivi ni kipi ambacho kwamba pengine umekiona tofauti na upande wako wa pili ama upande wako wa kwanza ulipokuwepo, ambapo kwamba ulikuwa ni kanisani unakwenda pengine kila Jumapili? Vipi, ni kitu gani, ni jambo lipi ambapo kwamba pengine unaona tofauti? Kuna tofauti kubwa sana, kwa sababu wakati nilikuwa kwenye Ukristo kuna tofauti kubwa sana. Wakati nilikuwa kwenye Ukristo nilikuwa nakunywa mpaka pombe wakati hiyo. Lakini wakati niliingia kwa dini ya Kiislamu nikasoma Qur'ani, ikanipea njia ambayo ni haki.
njia ya ukweli, na kuna kitu ambaye Qur'ani inakataza na kuna kitu ambaye inakubali. Sasa nikaanza kufuatana na mwenendo wa Qur'ani hadi sasa hivi. Ndio. Ndio. Mpaka sasa nimeshika dini. Sasa hivi nafuatilia dini vizuri kabisa. Bwana Kalamash, kwa ufupi, je, umejaliwa kuwa na familia? Na je, familia yako ulikutana nao hali ya kuwa bado hujasilimu ama umeoa baada ya wewe kuwa umesilimu? Wakati nilipoingia kwa dini pia nikatafuta msichana nikamsilimisha, hadi sasa pia naye ameshika dini na Mwenyezi Mungu akatujalia watoto 3 mpaka sasa inshallah. Asante. Nikirudi upande wangu, mzee wangu, ndugu yangu Daud. Bwana Daud, unaweza kuniambia tofauti gani kwa ufupi ulichokiona kati ya dini uliokuwepo mwanzo ambao kwamba ni Ukristo Katoliki na dini ya Uislamu? Je, unaweza kutupatia pengine tofauti moja au mbili? Ni kweli ulisema mimi nilikuwa Kristo Kiislamu. Ni haki kabisa kidini Kiislamu, sababu dini ni ya ukweli na kuna taratibu yake. Ukitazama hapo mambo Nabii Isa alayhi salam. Nabii Isa salamu yani Waislamu ndio yuko ndani ya Nabii Isa. Kwa mafasi Nabii Isa alayhi salam ambao yeye ni Yesu. Yesu alikuwa na wanafunzi wake 12, akawaambia wanafunzi yake, "Tazameni mimi bila mnavyofanya nikienda kwa sinagogi ya Mwenyezi Mungu." Nabii Isa alayhi salam yeye mwenyewe kaenda katoa akaonoa uso wake na mkono na kitanga cha mguu. Akamwambia wanafunzi, "Tazameni mimi bila nafyaenda." Wanafunzi wake katasema, akaingia katika mosque sinagogi. Akamwambia, "Nisingie na viatu katika sinagogi ya baba yangu, nyumba mtakatifu ambao unaafidiwa." Ni kuangalia sana Wakristo sana wa Katoliki au dini zingine, anaingia ndani ya sinagogi ya Mwenyezi Mungu na viatu na iko najisi. Haifai. Na pale naafidia mali naombea mali ambao mtakatifu. Haifai kitu chochote. Unafanya yani kosho, unakanyanga najisi. Uenda pale kwa ardhi, unakanyanga najisi. Mali mtu umekufia au mnyama mwingine wote ambao unafukufia ni ameharamishwa. Nabii Isa hakufanya hivyo. Aliingia nyumba mtakatifu na bila viatu, akasema hiki nyumba ya baba yangu, nyumba mtakatifu. Asante sana mzee wangu. Kwa watazamaji wa chaneli hii ya Koicha Abubakar Dawa, kama tulivyowajuza kwa wale ambao kwamba wameingia katika Uislamu na wangependa pengine kusimulia simulizi zao kwa wale ambao kwamba watazamaji wetu wanatutazama kupitia mtandao wetu wa YouTube na pia vile vile mtandao wa TikTok na pia vile vile Instagram. Tunajaribu kutembea sehemu mbalimbali kukutana na baadhi ya watu kama hawa ambao kwamba wamepata nuru ya Uislamu. Kwa maana nimekuwa sehemu moja nikihubiri, katika hali ya kuhubiri wakajitokeza bwana mmoja mkereketo, akaniambia, "Wewe kabila lako ni kabila gani?" Nikamwambia kabila langu ni fulani. Akaniambia, "Mbona unapata tabu kutuhubiria kutoka sisi tuwe Waislamu hali ya kuwa wenye dini wenyewe hawajakuja kutuhubiria?" Nikauliza, "Wenye dini kina nani?" Akaniambia, "Wenye dini ni Waarabu na Wasomali." Jambo ambalo kwamba linisikitisha sana. Akaniambia, "Mbona sisi mnatuambia Yesu si Mungu, Yesu si mwana wa Mungu, Wasomali hawajakuja kutuambia hivyo, Waarabu hawajakuja kutuambia hivyo. Kwa hivyo tunashangaa nyinyi." Kwa hivyo hadi kama hii, ndugu zangu Waislamu, wewe ukiwa wewe Muslimu na ungependa kusimulia simulizi zako ama simulizi yako, basi wasiliana na mimi kupitia nambari hizi za simu 0725237763 0725237763. Ningependa kwa dakika 2 Kalamash, upande wako utoe husia kwa lugha yako ya mama ulizaliwa nayo, kwa wanakutazama, huenda pengine mmoja au wawili ni katika kabila lako na hawajaamini, pengine kuna Mturkana anaweza kuwa ni Muislamu. Je, unahusia nini katika lugha ya mama? Mimi nahusia tu katika lugha ya mama. Utonga dangu liya nganyala marato malo din loko, tolomade dangu to medin. Tolom edin lo itini edin lo. Ada kita kabila dangu toloma alomatan ngkor, alomatan ngatamal dangu. Ya kata dangu to medin lo to kanalo. Edin lo ajokon lo itengerti ngotonga kor narnok.
Ada kala etan tolo mala lain la bekon kepanyakur na jarak. Nyangona tu mamada banga chena kalak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na mjipenda mzee wangu pia katika lugha yake mzee anazungumza lugha mbili. Katika lugha anazungumza Kisamburu na pia vile vile anazungumza Kiturkana. Ningependa uweze kuwahusia Wasamburu ambao kwamba ni watu wa baba yako na watu wa mama yako kuhusu Uislamu kwa lugha ya mama kidogo, na jambo moja ambalo kwamba naona unataka kuelezea. Karibu. Pengine ni kuongeza Kiswahili kidogo ndio kila mtu asikie. Karibu. Ni kweli na kweli ni kweli ya mambo, sababu Mwenyezi Mungu ndiye mkubwa katika dunia hii. Hakuna utakao ambao unaafidiwa kwa ni Mungu, na sisi wote tunaogopa Mwenyezi Mungu. Dini ya Kiislamu haichagui au kabila au kwa fulani. Haimaanishi dini ya Kiislamu dini ya Kiarabu au Msomali au Borona au Kikuyu au Mturkana au Samburu. Hii ni dini ya Allah. Dini ya Allah ambao ya Mwenyezi Mungu, ambao mali unaafudiwa, unaweza kuafudu hata barabara unaafudu Mwenyezi Mungu, si mwanadamu. La, mali popote ardhi ya Mwenyezi Mungu amewekwa katika kuswali ya wale ambao na maombi ya Mwenyezi Mungu ishifikie unaomba. Fukua kaburi mali ambao hairuhusiwi, ambao mtu amekufia au mnyama mwingine amekufia, iko peke yake. Na dini haichagui. Sisi wa dini ya Kiislamu au katika Uislamu sisi hatuna ukabila. Bara bila mtu mwenye kuingia ndani ya dini ya Kiislamu huyo ni Muislamu. Anaabudu Mwenyezi Mungu, au usiweke mambo ya ukoo au usiweke mambo ya ukabila. Sisi ni Uislamu, ni kitu moja tu. Na Muislamu hata kukufa, Muislamu anaharakisha Muislamu mwenzake kusika na kujali maslahi ya Muislamu mwenzake na kujua hali yake na kujua kulala kwake na taratibu wake ya kutembea. Ndio dini ya ukweli. Tutasema Nabii alayhi salam, Yesu tasema Yesu hakuchagua nani, huyu mbaya, huyu ni mzuri, wote ni umma yake. Yote mwanadamu akona ongoza. Iko mbaya iko ndani. Nabii alayhi salam alikuwa anapenda kila umma. Yeye akubakua ajui kama Maarabu na sasa dini tunaomba hawa wale wa Kikuyu au kabila nyingine Walia au Jaluo au kabila nyingine kando na Samburu au Turkana ingieni kwa dini ya ukweli. Ndio hiki na ufuata ukweli. Aya na ndo tanaji gintai tatu kwa Samburu boge oti anaka undia Samburu oti mboga mati jangna dini ya Islam mata dini ya Islam ni dini ya Samaritan na dini ya Maarabu. Yesu watana dini ikorunto boki toroko ni meyondu akibata iginta ruondo ko yatana ke taruangangno na pe ni pe mbata kenkero no na do na dini bebe beijing nikijale nikinjonga ya asate supati nikinjonga ye ntajirisho nikinjonga ingera kumo nikinjonga ya bagusom dante jingana dini amdini subata na togi amdini subat kabisa na mata na dini mata bagusu niye ne metrado ngani lenya jo samali tana Samburu tana Turkana tana Kokoi tana nyo yani ndo na jana dini ke japoge na boge rai boge do sonyati na kenyora ana dini amdini enjaman dini ne mata ne bagusu yarangi na ka jogun dawo tante jongo poto dangu to mo to le dino ya jogo dino lo e dini ka jogon erkitu to dang awadang mamni mi bagawar ta magi be dini ang samal wori dini amaro bi awre ka nyo ye din be ni ka jogon jikra ci tong to dang wa to make ba ba to ali ba ku jogo ani a jogo ni ani to ndek mamngi se binde daru ki jonga kro akala to ko ta ni to ma ke ro la de gini ta tinga to dini ka to tinga to ngangu ani a jogo ni do kon ta tinga ni a jogo kare school de to lo madi tare nyo de to lo madi abradi Pato dangu atire magnoti dangu to molo dino ele bakuji akuja pei mama akuja nyari akari ya akuja ngari kila tanda ngwile bakuji genge kando ala wakalo oiba akuja kile bidungani mama akuja na ngari yakari kone pei Yesu kama Muhammad atu kwa watu ni Yesu
kama Yesu itakuwa na mtume atakuwa nyuma yangu, ataitwa alayhi sallallahu alayhi wasallam Muhammad alayhi salam, na akatabsiri kitu kama hiyo, akasema atakuwa nyuma yangu mtume atakuja, ataitwa Muhammad alayhi sallallahu alayhi wasallam, na atakuwa mtume ya mwisho. Kuna mtu mwingine atakuja mbele ya nyuma yake tena. Ndugu zangu, kwa hivyo maarufu nyinyi mkuje yetu ingia dini ya Kiislamu, usiwe na faguzi au kabila, hana kitu chochote. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basi kwa watazamaji wetu wa chaneli hii ya Koech Abubakar, leo kweli nimepata mambo mazito, mambo ambayo kwamba yenye kujenga imani na mambo ambayo kwamba leo mzee wetu ameweza kusilimu muda mrefu, na unamsikia ni asilia yake, ni asilia ya Samburu katika maeneo ya Samburu County. Leo tukiwa katika mji wa Maralal, eneo la Samburu ama wilaya ya Samburu, na kama tulivyowajuza pale leo tumekuwa na ndugu yetu Yusuf Kalamash, na pia vile vile nimekuwa na mzee wangu Daudi Zuar Lekurio. Sasa wenu Abubakar Koech, mahadhiri wa Kiislamu kutoka katika mji wa Nakuru, Sheikh ambaye kwamba anatembea katika miji mbalimbali kwa ajili ya kueneza Uislamu katika maeneo mbalimbali, haswa vitongojini, mashambani, sehemu za mashambani, watu waweze kupata nuru hii ya Uislamu. Kwa hivyo ndugu Muislamu, kwa wale wote ambao kwamba wanatutazama sasa hivi katika mtandao wetu wa kijamii, basi kwa yote ambao kwamba wangependa kuweza kuona sisi katika jitihada hizi, tukaandamana pamoja katika jitihada hizi japo kwa mbali, basi utaweza kuandamana na mimi ama na sisi kama kundi kwa kutoa mchango wako ama kutoa support yako ama kutoa pengine usaidizi wako, ili kazi hii iweze kuendelea zaidi na zaidi, iweze kuwafikia watu mbalimbali. Nambari zetu za simu ama kama tulivyosema ni 0725237763, 0725237763 katika lugha ya Kimombo. Kwa hivyo tunaaga sote kwa pamoja kwa kusema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallahu khair.